evening, guys. I hope you're doing well. Karibuni sana. As we all know, show yetu ni ya kujitokelezea, tujitokeleze, tuweze kuongea and all that. And today, topic ya leo ni moto. Na guest wetu pia hapa ni moto. Sitasema jina yake. Nitampatia hiyo nafasi aweze kusema jina yake, what he does and all that. But at least I know a few things about him. I know he's born again. I know he's married. I know he has kids. And I know he's supporting a team that is really struggling. Kufit top 4 but imeshindikana. Struggle hiyo team pale APL. Lakini tunawawish all the best. Mtafika hapo as time goes by. Welcome my guests. Asante sana. About the team, if you're not supporting Man U, you're not supporting anything. Excuse me? That's the reality. The Bible says chasing after the wind. Oh God. A story for another day. Wacha tuache hizo stories za Man U. Tukianza, trust you me, show itaisha tu tukiongea mambo ya Man U. Na unajua jina yao hata huwezi sema kwa kanisa, but it's alright. So, can you kindly tell us your name, what you do and all that? Mimi naitwa Andrew Abetsa. Andrew Atamba Abetsa. All my names are A. Oh, triple A. Yeah. So, mimi ni mwalimu. I'm a teacher. Professionally I'm a teacher. Alafu kuna staff zingine zile huwa nafanya. I'm a professional photographer. I'm a team building facilitator. Okay, CV yangu iko na vitu mob sana. So, wacha pia tunataka kudiscuss topics so tuache hizo vitu zingine mingi. Sitakuachia ushaina hapa kwa show yangu mazino. Unashine tu sana. Okay, so our topic today, it's something that youth are going through. Some are going through it, some have gone through it. Mimi nimeifanya hiyo kitu. Wacha nisiseme sasa. Sitaki kuchoma. So our topic today is living a lie. And what I mean by living a lie, living a fake lifestyle so that you can fit in a certain class, so that you can fit in what your peers are doing. And this has pushed youth to do so many things. It has pushed some even committing suicide. It has pushed some others to steal, others sponsor, betting, and so many other things. So I want us to keep it real today and be able to go through that story and maybe to advise those who are going through it, how they can come out of it and all that. So Andrew, before we get into that, I'm sure when you ulizaliwa ulipitia mambo mingi sana. There was a time when you were still a youth. Mimi kaka president wetu ni youth. Yeah, when you. So how was it for you when you're growing up, especially your stage ya youth? Actually, wakati tulikuwa na grow up tulikuwa hatukuwa my dad passed away in class 7. So hatukuwa that well off in terms of kidogo ama nini kwa so tulikuwa na one of the struggles ilikuwa ni hiyo time vitu kama fashion na nini. Kuna tu venye nilikuwa najiona tu kwa down. Sasa for example, life ilikuwa hard na situation ilikuwa tough. Mimi nilikuwa na trouser mbili. Moja ilikuwa ni ya shule, nyingine ilikuwa ni ya mtaani. So, hiyo mtaani ilikuwa ni black. Na ilikuwa ni baiwanga siku ya mazishi. So, hii trouser nikaivaa mpaka ilikuwa ina turn brown. Kuna vile siku zote na badati jeans. Hiyo yangu ilikuwa ni juu ya kuoshwa. Si choice. Hii kitu ambayo ilikuwa ni struggle. Alafu I remember one time nikiwa high school, nilikuwa msee wa sports sana, pia cheering sport. So one time tukiwa basketball, nikapita kwa court ya basket nikiona kwa side nyingine kwa watu wa timu yetu. Jamaa comment mazinjo na msee kabishio. Viatu zangu hizo zilikuwa zimelala side moja. Hiyo kitu ni hadi wa leo bado nakumbuka. Hiyo sura yao jamaa tu ningesikumbuka. Jua mazee hapo bali nilikuwa tu chini kwa sana. So it was difficult. Kwanza especially kampwele area ya vitu zile mimi sina. Ilikuwa
kuwa ni pleasant. Yeah. Na ilifanya pia una resort kwa vitu zingine. I know. Na kama siku moja na confess hapa, lakini ni ukweli. Nilirusha msave yake. So that Umesikia hiyo? Yeah. Nilirusha msave yake. Nikamcheza ile alikuwa amenipatia kwa best yangu, akanipatia viatu na ninaanza mpigezo na weekend. Nikachora plan na msee, nikamuuzia hizo viatu. Kwa best yangu nikamwambia nilisanya. Oh God. It wasn't something to be proud about, but nilikuwa okay, si ati sikuwa na choice. Vile nilikuwa ninaona, nisikuwa na choice, but actually nilikuwa na choice. Sio lazima Wow. So hiki ni kitu inakuanga, si ati iko. But nashukuru Mungu ni msoga. Una saa hiki ati yenye unadunga mazee. Yenye God ni msoga. Now they say fake it until you make it. Do you agree with that? Ina depend context ni gani. Kuna ile fake it until you make it, ukiweka ile njaro ya kuna kitu fulani ujui na unang'ang'ana nayo hadi uachieve. Fake it until you make it pia inaweza apply mahali pale umeitwa works, wewe una habari and you're learning on the job. So una fake until you can make it. Pale si agree na hiyo story ni kuishi lifestyle nyingine ile, maybe unajipeleka maisha mengine, unaishi maisha ya juu na una hizo do una incur debts. Unakaa hizo. So in that area ile hiyo kufake until you make it inaweza kukuangusha mbaya sana. Okay, there's the exception. Wale wase they know their prospects. Na wanajua mahali wanaelekea and they are focused on what they are doing. Na anajikaza tu na hiyo pale yuko anataka kujiweka lifestyle level fulani, so anang'ang'ana mpaka afike hiyo pale anataka. But then again kuna ule msee anaangalia, ana admire hiyo lifestyle lakini admire the hard work that causes somebody to push. So the issue here is una fake until you make, because you want the lifestyle without the work that inakuachia lifestyle. Hiyo nayo hiyo sio fake it until you make it. Oh yeah, I agree with you. You know, most of the youth, I want to live that life you're living, but I don't know the story behind that, the hard work and all that. Na kusema ukweli, my youth wengi tunataka easy money. Hii generation inaitwa microwave generation. So sitaki kufanya kazi, so nataka easy money, najipata niko kwa betting. Hiyo tu nitawarusha 50 sijui over what nipate pesa mingi. Najipata niko kama mimi dem. Siku hizi hata si madem, masponyo ni side zote. Machani wanapata to Ben 10, yes. Wanajipata wako na masponyo. Wengine hata wanaenda to the extent of stealing. So what is your advice to guys doing such things so that they can fit in that certain lifestyle? Kitu ile nasema Bible inatushow very clearly that mtu a man shall eat from the sweat of the ground. Na mimi from very early Musa banga mimi sina Mungu akonipatia kipawa ya kubeta ama kitu kama hiyo. Na mimi ni fan wa football na napenda football sana, lakini sijaelewa. Juu kitu moja ile ilikuwa ingrained in me ni story ya hakuna cha Mungu sio Mungu wa chance. Ati ile unabahatisha bahati nasibu. Juu hiyo sio kuwakada. Umepewa brain, unafaa think kile kitu unafaa kufanya. Na kuto-use your brain ku depend on luck ni ku-abuse, ni ku-insult Mungu. Yaani kwa amekupatia ability yote, alafu akuachie try your luck, jaribu bahati yako. Haikuwagi. For me it's every person that amezaliwa akona kitu fulani ya there is something specific and unique about you ile mtu mwingine hana. It's all about discovering what that is. And how do you discover it? By engaging yourself in different areas. Juu mimi when I was growing up, I didn't know that I have an eye for photography, lakini nilikuwa na interest. Na ile bidii ya kuchambua vitu vile unatafutia mpaka you move yourself to a different level. You learn every other day. It's not an easy thing. Ati msana anaona mimi napiga picha niambie. Watu wengi uniulizanga, mazee kamera yako nataka kubai hiyo kamera. Wanafikiria ni kamera that inafanya nini napiga picha. But ile hard work behind
what you produce ndio inafanya unafika hiyo level. The same thing with someone who is kuna mains wengi sana nishawachallenge hata kwa church ya Polycarp. Nishawaambia mtu anasema yeye ni msanii, musician ama kitu kama hiyo. Anamuuliza wewe unaimba gani praise and worship? Sasa ni ibada. Sasa namuuliza for that person it's not that music ni yao ni ile kitu anapenda, ni passion yake. Anaimba juu anaona music iko na dope. Unaona? So yeye anafuata the lifestyle. Yeah. Not the actual thing that the hard work or the process ya kufika mpaka mahali. Ukitaka ku make dough na wewe unaona tu the easiest way ni kufanya tu betting. There is no one who knows how to predict the future. No one. Wenyewe kama ningekuwa najua mtu anaweza kafanya hivyo, kama Mungu angekuwa ameniallow ni bet na mconsult na kuja na bet, ningekuwa mdosi sasa hizi, unaona? But the whole idea behind working grow ni hauwezi ukaavoid hard work. Mtu asipofanya kazi Bible inasema asipone. Na so kama ufanyi kazi seriously speaking, na tunaenda unaekelea dogo kwa hii timu imeweka kichwa kwa hii na nini. Alafu nasema hii timu imeangusha. Hiyo timu haijaangusha. Ufala yako ndio imekuangusha. Juu there is no way. Wewe huwezi jua vile watu wengine watafanya. Huwezi wa control. So wewe mwenyewe unafanya unajiangusha. So me I don't believe in hiyo story ya unataka kugain na hakuna effort unaweka ndani. Yes. Na pia kuna ile venye watu kuna vitu zingine wanaonaga ni kama ile glamour, ile ukiona mtu kama artist yule amekuja ameshine kwa pale hivi. Wengi wale mimi waona wanakuanga na story. True. I remember there's an artist alisema alikuwa na hope wakati before hata mabidii kama hizo, alikuwa na hope video cassette akienda kila mahali akizunguka. Na niliona picha yake niko na yeye alikuwa beat. Alikuwa beat vibaya sana, lakini alistick na yao nini anafanya na akasikiliza advice yao na akaendelea. Sasa hizi ni one of the leading artists hapa hivi Kenya. Mtu ako recognize hata ma function akiitwa watu wanamheshimu. Because aliput in a shift, aliweka effort pale kufanya. And that's the only way that uko na staying power ukifika pale hivyo. Once in a while kuna tokelezanga mse ule anakafunga. Unaseki mtu ameshinda 20M. Hiyo ni chances, hiyo ni warnings sijui how many billion. Yeah. Msi anashinda unaona hiyo ndio inapatia watu wengine motivation, nasema kama nani alishinda hata mimi pia ninangoja time yangu. Jackpot. Hata mimi nangoja time yangu. But it doesn't happen. Unaona? Watu tangu hizo mavitu zianze jackpot inatoka hapo unakula maybe watu kaa 5 na tujui kama ni real. Exactly. Out of kitu kama 5 years of betting na nini watu kaa 5. So yeah. Na wala watu wote wabet in that 5 years and they are running into the billions. So kuna tu venye tu chances zako za kukafunga inakuwa minimum. So tuache tu hiyo story, tupigie tu story ya hard work ndio tuweze kufika ile lifestyle tunataka kufika. Na watu wa Masponyo na Mabente. Hiyo pia ni shortcut. Juu the thing is okay, in my opinion hakuna shida msee akiwa anakuwa maybe engaged in a relationship with someone who's older than them. If they marry, sina shida nayo. But you see, God anaangalia motivation. Motivation ya msee kuwa na huyu demu. Motivation yake kubwa ni dogo. So pale huwa hakuna love na hakuna akiwa na option anaachana na huyu mtu, hakuna future. So ni ile do mtu ako nayo na ile do ikatika huyu mtu anajitoa. So it's not an issue of umeingia kwa relationship ukiwa na motive poa. Motive analai motive tu. Na pesa huisha. Pesa huisha. Looks zako pia uchange. Unaweza utachapa mtu atakuchangeisha, atatafuta msee mwingine. Mwenye hajachapa. So it happens every other time. Yeah, kuna kaka kingine kampia kanakaa. Pia unajiweka kwa scenario ile anything can happen. Unaweza kuule rival huyu alikuwa before you unaweza kama kumwaki ni acid ama kitu yote. Unaweza patwa na magonjwa fulani. Anything can happen. So hiyo story ya sponsor na Ben ni kitu ya kwanza umejiweka value yako chini that you can't do anything with yourself. Lazima uwe ni kama kikupe. Lazima unyonye msemo mwingine ndio ushinde. That is how umejipeleka that level ya like an animal that feeds on another. Whereas uko na potential kubwa sana, it's only that you discover that hiyo potential uko nayo. So it's all about perception ile msi yako nayo, about
how do I make a living, na mtu anachukua the easier way out. Acha niende atachukua msaidizi sponsor wangu yeah, na ndio ujue hii kitu inakuanga tu iko ni message. Hakuna msee anakujaga na introduce msee na wageudi kwa friend yangu bali. Huo ni mtu mnapatana hizo ma sponsor hata apata gharama saa 6 usiku. Matime fani zile uwezi ukaona na mtu. Unataka kuona na mtu mwingine. Nilikuwa na jana na budako, wewe si budako. I know. What about those guys who borrow? Like now kuna Tala, Brat, Mshwari, sijui ni wana borrow ndio waweze kununua manguo kupeleka msee date. How would you advise them? Kuna jamaa alisema once a statement that kuna wala wanafanya hivyo ni wala they borrow money they don't have to buy things they don't need to impress people who don't care. Correct. So where ukiwa umevaa Beatrice, yes, believe you me, uko smart. Yeah. Lakini after that, mimi sina shughuli na vile umevaa. I know, lakini mimi sijakopa. Au sisemi unajua siwezi kukopa kwa Tala ama siambiwa ameku blacklist anyway. Ile kitu umevaa na vile unafanana, it's only ile time mtu wako na wewe hapo. Yeah. Ndio iko na value. But after that hiyo story imeisha. And the thing is, are you presentable? Vile unafanana. Just make yourself presentable. Lakini ukiwataka kuishi kama msako kwa TV, ama celeb wengine kusema tu kweli. Kama sasa kwanza hii time ya COVID, kuna watu wengine makazi gari zao zimerepossessiwa. Yeah. Banyu ndio imeenda juu msee hana. Manyumba. Ilikuwa ni ile doo ilikuwa namweka kwa lifestyle. Lakini ile doo imekatika, hawezi sustain hiyo lifestyle. Yeah. So hizi vitu cheza tu chini, cheza ligi yako. Ile pali huko tu adhabu usikuwe na haya. Chezea hapo tu, utasonga polepole. Utasonga tu polepole. With hard work, let me tell you, hakuna vile utarais. Kuna saying in English inasema that the cream always rises to the top. Hakuna siku kitemsha maziwa cream itaenda chini. Kuja tu juu all the time. So the same thing with mtule anakutuna bidii. It doesn't matter what you do. Hata kama ni kuuza makaa unauza. Na unaiuza na roho yako yote na passion yako yote na uko na dignity. Mimi sikudanganya. Utakuwa sonko tu hasa. Itafanyika, hiyo ni principle ya life. Yeah. Ukijipanga tu vizuri, watu wengine ni wenye maybe skills za kujua how to invest hiyo pesa kidogo unapata ni hakuna. But it only takes time. Huo mtu anarais juu. You iko better than ule mtu anarukia ile pesa ya juu. Na ukiwa unaishi lifestyle ya juu, utaspend pia huko pande ya juu. Yule jamaa ameanzia chini, ana live within their means ndio anasoma. So ni kitu iko gradual, unaenda tu kirise. Hiyo kazi yako unaenda tu ukiasema. Lakini ile unaruka hapa unaipata hapa hivi, utarudi tu hapo chini. So there is no way to sustain your lifestyle. Oh, very true. I agree with you. Now, I want to live that real life. I want to be me. I want to be Beatrice. I don't want to fake it to be Andrew. I don't want to fake it to be Ruto or some you know, in society tuna grow up tukiona watu wako na pesa, footballers and all those people without knowing what has gone into that hard work and all that lifestyle. So how can you advise the youths to keep it real, to be themselves and to be who they are? I think maybe one of the biggest things for me ni relationship yako na Mungu. Juu value yako ikiwa ukijiangalia vile Mungu anakuangalia, hakuna siku mzara. True. Aka sasa hivi mimi sina dunia kubwa na si drive. But siko embarrassed kwa sababu gani? Juu haimaanishi mimi niko na value less because sina vitu zingine zile watu. Hata tukikaa meza moja na msee, sitamwangalia differently kwa sababu ako na hii. Hizi vitu hizo watainiwa with time. Yes. Unaona? Keep on working hard na safari safiki. But venye unaji perceive iko na a lot of weight in terms of kitu utareact that. The point number one ni kujiaccept vile ulivyo. Where you are from doesn't really matter. Where you are going is where is important. Mahali huko today unaweza kuwa uko down kimfuko. Juu ya situation vile ziko. But uko na plans za kujitoa hapo.
you are better than somebody ule ako pale juu na ako na doo zote but hana plan ya kuji expand. Huyo mtu mtapitana kwa ngazi, ukiona pala na yeye anashuka. Unaona? It is better for you ukue at a point pale umejikubali vile uko and plan with what you have. Bible inaonyesha that Moses akatoka kwa pale akaenda kwa desert, alikuwa anaishi lifestyle nyingine, any shepherd. Na wakati Mungu alikuja akaongea na Moses, akamwambia Moses, sasa ukwenda ukatoa zile vitabu ulikuwa unasoma wakati uko pale. Hapana. God alimwambia, what do you have in your hand? Yeah. God huanga amekupatia kitu already. Anakupatia, yani God ana dealing na story ya kupatia watu seeds. Kale kitu kadogo unakaonaga unakadharau, hapo ndio lifeline yako. There is also this widow ule she was the wife of a prophet. The prophet died, akakuwa na watu wake walikuwa watakuzwa kama slaves kwa madeni. Then prophet Elisha akamuuliza, what do you have in your house? Akamwambia, I have nothing but a little oil. Elisha akamwambia, ndio ukachukua kusanya kila kitu unaweza kupata, hiyo oil mjifungie na watoto wako ndio hiyo oil. Kuna vitu Mungu ameweka ndani yetu. They might look like they are small, but kuna ile kitu, kuna interest kuna kitu kunayo. Hiyo kitu ina bring out what God has said about you. Identity yako iko within God. Na God ameweka vitu fulani ndani yako. Ukijua wewe ni mtu fulani, usijikatae. Jikubali vile uko and work from that point moving on to something else. Na kitu moja pia ningependa ku point out ni that hatukuwa kwa hii dunia kutafuta dola. Hiyo ni kitu moja watu wanakosea. Sure. Tulioko kwa hii dunia, we make a difference in people's lives. Ile difference tuna make, watu wana appreciate hiyo difference tuna make by giving us money or compensating your difference tuna make. But kuna narrative watu wameseliwa that kama una doa wewe unafanya, kama huna uvai design fulani wewe si mtu wa maana, kama wewe you don't put on makeup aina fulani then game yako iko chini. That is not the point. Kuna watu wengi sana mimi najua, some of my friends wale tuko grow up now anavaa makeup ingine noma sana, but the kind of lifestyle ile ana lead si poa. Unajua watu kwa best tumegrow nao wanauza drugs. And it's a well known fact. Na akona doa, akona ma properties, akona vitu, lakini nikimwangalia tu vizuri sana na vile gavo anapeleka mbio, ninaona hii lifestyle is not right. Yeah. It's not right. So for me, accept where you are. Ukikubali situation yako, then unaanza ku build from there. Kuna more chances of succeed. Most of us fear what people would say, what people will think about us, how people will judge us. How can they, go past that? Yeah. Kuna stories most of us fear what people would say, what people will think about us, how people will judge us. How can they, without an exception, all the billionaires, there was a point in their life when they were bankrupt. Unajua uko bankrupt inamaanisha kama sasa Kenya uko bankrupt, huwezi trust na loan zaidi ya $200. Kabisa. Huwezi omba mtu do zaidi ya $200, wewe ni bankrupt, unaona? So mtu asione haya. Wale watu in fact wanaanzianga down, wanakonga na foundation mzuri sana. Building ikitaka kwenda juu watu ukibanga chini sana. Yes. Na building ile na juu inategemea a lot of time kwanza ikitengenezwa huko chini. Foundation. Jiondoe mahali huko saizi, because the point, the reality is mahali umejiweka uko on shaky ground. Hiyo place umeomba kalona manini na nini wakamkutisha vitu zao, utabaki zero. In fact utabaki ya minus. Jiondoe kwa hiyo situation, jirudishe within the level ile unaweza ukaishi. Ukiwa hapo hivyo, anzia hapo. Anzia from there. Do what you can do at that level. Uko na plan in mind, do what you can do at that level. So the first thing ni kujitoe from where you are. Just turn around. It's not difficult. Watu wataongea na wataacha. Mimi nimeshasikia vitu mingi sana watu wameshasema inihusu. Na ni hiyo time walikuwa nasema nilikuwa naona mazee dunia inaisha, lakini kuna kitu moja nililearn from Paul. Watu wataongea, then after umesha kukua the hot topic watatafuta topic nyingine. True. So wewe kwani ukiongelewa for 2 days ama for 1 day, what can happen? Nothing. Hiyo ni part of learning. Pia kutoka hapo hivyo watu waseme mazee alikuwa Illuminati kwani wamemchuja ama ni nini?
kubali tu, toka kwa hiyo lifestyle, uanze sasa kuishi ile design. Unajua nita sustain lifestyle for long, ninajibuild from here onwards. Zile vitu tuna run after saizi. Niko na bro wangu mmoja alikuwa ana simu kutokelezea mpya. Every other time anafuata tu hiyo, mimi nikamwambia tu yenyewe simu yangu inaweza kufanya the basic functions. Nikitaka social media na hizo vitu zingine zote ya nini, it is a good phone, inaweza nikanisaidia kwa hizo vitu zingine. Because after a new phone, mimi sina hiyo time. Sina hiyo time. Juu ile tu unachukua inafanya hizo vitu zingine, hii yangu pia inaweza kufanya. So mimi na live within my means. Yeah. Lakini yeye kuna wenye pia, lakini pia aliona sense akacheza chini, but yeye alikuwa anaona lazima arrest na watu wale wako ile class anatembea na wao. Yeah. Na lifestyle ilikuwa ngumu kwake, very difficult. Kabidi tu akaona mimi niko na familia hawa jamaa wataniua. Kiza nao siwezi aksi. Hiyo ya mafonsi na wao. Yeah. Na lifestyle ilikuwa ngumu kwake, very difficult. Kabidi tu akaona mimi niko na familia hawa jamaa wataniua. Kiza nao siwezi aksi. Hiyo ya mafonsi imeniguza, sisemi ni mimi. Sisemi ni mimi, but it's something that happens. Tukimalizia Andrew. Young people, you know. Unajua Beatrice, ile kitu uko nayo na ile effort unaweka, return yake na ile effort mimi naweka kwa return yake ziko different kabisa. Unaona? Mimi naweza kuwa tunauza makaa sasa, lakini mimi najua kuongea na watu kuliko. Mimi sijui. Wewe hujui unauza gunia 3. Mimi nauza gunia 5. Alafu nafikiria jo mazee jamaa jo ni nini kwani anatoka mjane na kwa waganga hapa ni nini? Input yangu na input yako ni tofauti. Ile kitu, kuna mtu mmoja nilisikiliza alikuwa anaitwa Skip Wilkins, alikuwa anasema alikuwa about running the real race. Alikuwa anasema watu wanaweka emphasis mingi sana siku hizi on success rather than preparation. True, I agree with you. Wanaweka effort yao yote kwa the last part ya succeed. Rather than unaweka effort yako mingi kwa preparation. Wale majamaa sio na kwa TV wakicheza football. Unajua kuna watu ambao wanajicho changa, unaona mtu amefunga bao anasema una buy jersey, viatu, and then unajua this is the magic. Yes. Unaenda kwa kiwanja unacheza ball. Hiyo ball hata kuiguza huwezi. True. You forget that they are professional footballers because of a reason. Yeah. Akiamka they are constantly preparing ndio wafike kwa hiyo level ile wanaweza wakafanya effortless ile kitu unaona akifanya unashindwa, how can they do that? The same thing applies in every other sphere of life. Lazima tukue willing to put in a shift to prepare ndio hiyo to enjoy hiyo success. Na by the success inakuwa kale ka very small bit. Unajua na success ni an ambiguous word in the sense that you are not successful until umeacha kuishi, umekufa. Sasa ndio tunaweza kusema jamaa ile kitu alikuwa anafanya he or she was successful. Mungu atakwambia well done good and faithful servant. So as long as tuko hapa hivi, effort ile una put in na ile effort mimi na put in itadetermine outcome. Yeah. Na the fact that mimi ni put in effort in outcome yangu ni kubwa kuliko yako does not make you any less. True. Na bado mimi napenda kutumia example ya watu. Bible inasema Mungu aliita servants. Kuna jamaa alikuwa na travel. It's a parable that Jesus gave, and he gave to his servants, akawapatia talents. One was given 5, one was given 2, one was given 1. Na Bible inaendelea kwa hiyo statement inasema each one according to his own ability. Not each one according to how God loved them. Each one according to his own ability. Na imagine wa kwanza akachukua 5 akainvest akaleta 5 extra. Mungu alimwambia well done good and faithful servant. You have been faithful kwa hizi 5, chukua zingine 5. You rule over this number. Ule alikuwa na 2 akaambiwa pia well done good and faithful servant. I want you to note something. Every person was rewarded by being told well done good and faithful servant. Hakuna time Jesus kwa hiyo parable huyo mtu alikaa chini akamwambia sasa huyu ako na 10 wewe uko na 4. Wewe unafikiriaje hii story? According to your ability Mungu amekupatia na ni yeye ndiye anachagua. So ile level mtu atafika isikupatie tension. Usikonde juu ya vitu zingine zile ile
kama wewe uko Mungu na watu wengine pia wana struggle, mzee anasema nataka kuimakana nini? Unang'ang'ana, na talent yako si mzee. Unang'ang'ana na uko poa kwa kupiga drums ama kufanya kitu kingine. Si talent huyo umepata hiyo talent na Mungu na ataambiwa well done good and faithful sana, umekuwa faithful na ile kitu nimekupea. Huyo mwingine anaambiwa well done good and faithful servant, wewe ile talent nikupatia kucheza drums ulistick nayo na ukaproduce hata ukamnacha watu wengine. So shine ile ile uko nayo. It doesn't matter. Kuna mshumaa, kuna hii, lakini hii stima ikipotea mshumaa inaonekana. Papa si mshumaa inatokelezea. Unaona? Na mshumaa ikianza kujidharau izimike, itakuwa imesaidia nani? So hakuna siku tutatoshana. Hiyo ni reality. Mimi hakuna siku nitaona ati usikule Beatrice utakuwa na dogo niliko, mimi naachana na wewe ukimbie. Niende. Bora nafanya ile kitu nafaa nifanye. Mimi sina beef na mtu yote. Sitang'ang'ana na yeye. Yes. Nikiwa nina kwa life yangu ile kitu tunafaa kuconcentrate nayo sana ni una fulfill purpose yako hapa kwa dunia. Unafikia ile goal Mungu alikuwa amekuwekea. Yeah. If you're doing that, don't worry about money. Wow. Don't worry about money. Mimi najua watu wengi famous sana. Watu wengi wame make difference for world. Na si juu ya pesa. I can name them. Martin Luther King, Mother Teresa, nani mwingine? Akina some of the freedom fighters, akina Dedan Kimathi. We remember their names. Not rich, yeah. Not because they were wealthy, but because of what they stood. Yes. Now, in fact, if I would say a parting shot to the youths who are saizi need, for ile change will make our lives better. So lifestyle uliishi. Kama sasa nikikuuliza ule mtashaiba suti expensive kwa hii dunia, unaweza nitajia jina? Huwezi. Unaona? Because suti most expensive bado haijatengwa. Zinaendelea tu kubukia. But nikikuuliza ule msee ashaifight ya rights za watu, those names uko nazo kabisa. Ile kitu una make difference, una make kwa lives za watu ni more important than pesa iko kwa mfuko. Kuna watu wadosi wengi na wasaidia. Wengi sana. But wewe unaweza kuwa una making 2,000, 3,000. But kuna venye umerankiwa mbinguni watu wamekuwa jina yako inaheshimika. Huyu jamaa ni mfaithful kwa kazi anafanya. So mimi naweza nikasema difference in the world and in your life is not made by how much you have. It is made by purpose. Committed to purpose in your life. And then we are not in a competition. Sure. Run your own race. You have your own abilities. I have my own ability. And as the Bible says, God will bless the work of our hands. So chapa your hustle. Do your best. Follow that passion. And at the end of the day, difference in the world and in life is not made by taking your time to come here and spend time with us. And you wisdom. Thank you so much. You had it. You. By the way, producer, director, hiyo part nikiona kwa show itakuwa poa. Hiyo part ukate. Thank you so much guys, and until that nilikuwa nimesema nitakuinvite tena hata after kuongea sio nikaanza kuinvite. Na get crash. Usinanga aibu. Oh god. And until next time, thank you so much. Bye.